Wapendwa wasikilizaji, karibu katika tafakari ya neno la Mungu Dominika 33 ya mwaka C wa kanisa, ambapo leo masomo yetu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Malaki sura ya 4 aya ya kwanza hadi ya pili. Somo la pili linatoka waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Watesalonike sura ya 3 aya ya 7 hadi ya 12. Hali injili inatoka Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 21 aya ya 5 hadi ya 19. Karibuni tusikilize masomo. Somo katika kitabu cha nabii Malaki sura ya 4 aya ya kwanza hadi ya pili. Angalieni, siku ile inakuja, inawaka kama tanuru, na watu wote wenye kiburi nao wote watendao uovu watakuwa makapi, na siku ile inakuja itawateketeza, asema Bwana wa majeshi, hata haitawaachia shina wala tawi. Lakini kwenu ninyi mnaolicha jina langu, jua la haki litawazukia, lenye kuponya katika mbawa zake. Neno la Bwana. Katika waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Watesalonike sura ya 3 aya 7 hadi ya 12. Mwajua wenyewe jinsi iwapasavyo kufuata, kwa sababu hamtakwenda bila utaratibu kwenu, wala hamtakula chakula kwa mtu yeyote bure, bali kwa taabu na masumbufu usiku na mchana tulitenda kazi, ili tusilemee mtu wa kwenu awaye yeyote. Si kwamba hatuna amri, lakini makusudi tufanye nafsi zetu kuwa kielelezo kwenu, mtufuate. Kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwa kwenu, tuliwaagiza neno hili, kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi, basi asile chakula. Maana twasikia kwamba wako watu kwenu waendao bila utaratibu, hawana shughuli zao wenyewe, lakini wanajishughulisha na mambo ya wengine. Basi twawaagiza hao na kuwaonya katika Bwana Yesu Kristo, watende kazi kwa utulivu na kula chakula chao wenyewe. Neno la Bwana. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka.
sura ya 21 aya ya 5 mpaka ya 19. Watu kadha wa kadha walipokuwa wakiongea habari za hekalu, jinsi lilivyopambwa kwa mawe mazuri na sadaka za watu, Yesu alisema, haya mnayoyatazama, siku zitakuja ambapo halitasalia juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Wakamuuliza wakisema, Mwalimu, mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini ishara kuwa mambo hayo ya karibu kutukia? Akasema, angalieni msije mkadanganyika, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema, mimi ndiye. Tena majira yamekaribia. Basi msiwafuate hao. Nanyi mtakaposikia habari za vita na fitina, msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia kwanza, lakini ule mwisho hauji upesi. Kisha aliwaambia, taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na matetemeko makubwa ya nchi na njaa na tauni mahali, na mambo ya kutisha na ishara kuu kutoka mbinguni. Lakini kabla ya hayo yote hayajatokea, watawakamata na kuwaudhi, watawapeleka mbele ya masinagogi na kuwatia magerezani. Mkipelekwa mbele ya wafalme na maliwali kwa ajili ya jina langu. Na hayo yatatukia, na hayo yatakuwa ushuhuda kwenu. Basi kusudieni mioyoni mwenu kutofikiri kwanza mtakavyojibu, kwa sababu mimi nitawapa kinywa na hekima ambayo watesi wenu wote hawataweza kushindana nayo wala kuipinga. Nanyi mtasalitiwa na wazazi wenu na ndugu zenu na jamaa zenu na rafiki zenu, nao watawafisha baadhi yenu. Nanyi mtachukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, walakini hautapotea hata unywele mmoja wa vichwa vyenu. Nanyi kwa subira yenu mtaziponya nafsi zenu. Neno la Bwana. Na mpendo katika damu azizi ya Yesu Kristo. Jumapili ya leo ni miongoni mwa Jumapili zilizo mwishoni mwa mwaka C wa kanisa. Hivyo pia dhamira yake pia hutafakarisha juu ya mwisho wa nyakati au mwisho wa dunia. Mpendo wa msikilizaji na mpendo katika damu azizi ya Yesu Kristo, Mwinjili Luka leo hutudokeza juu ya kubomolewa kwa hekalu la Yerusalemu, ambako kulishatokea mwaka 70 baada ya kuzaliwa Kristo. Wahubiri wengi hufananisha kubomolewa kwa hekalu sawa na mwisho wa dunia. Wahubiri baadhi huchukulia mambo kama yalivyoandikwa, hasa wa Kipentekoste, na hivyo kufananishwa na majanga yatokeayo duniani kuwa ni ishara ya mwisho wa dunia, kwamba mwisho huo uko karibu sana. Hivyo huwajaza vitisho juu ya siku ya mwisho, wao wakiwa watabiri kana kwamba wengine hawajui kabisa mwisho huo utakuwa lini. Yesu anatuambia mwenyewe kuwa mwisho huo upo na kila mtu atauona mwenyewe, na dalili zake atazitambua, na si kwa vita na majanga ya dunia. Huo mwisho uko karibu, bali bado na hayo majanga yatapita na vitisho vingine. Mpendo wa msikilizaji na mpendo katika damu azizi ya Yesu Kristo, Yesu aliposema libomweni hekalu nami nitalijenga kwa siku 3,
alimaanisha mwili wake mwenyewe. Hivyo hata dhana ya hekalu hapa pia humaanisha miili yetu wenyewe. Mtume Paulo anatukumbusha kuwa miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hekalu hili, yani miili yetu, ni ya muda, itabomoka, yani itakufa. Lakini katika Kristo tunayo maisha yasiyokoma kama Kristo alivyo wa milele. Ametuonyesha njia kwa mateso, kifo na hatimaye kufufuka na kuwa na mwili wa utukufu usiokufa tena. Yesu Kristo alipokuwa na mwili kama wa kwetu, aliteseka nao kwa mengi, lakini mateso hayo hayakumuondoa katika mpango wa Mungu Baba, wa Mungu Mwana kutwaa mwili na kuwa mkombozi kwa wanadamu. Basi pamoja na miili hii tutapitia shida mbalimbali, lakini maisha katika raha ya milele kwa roho na miili ya ufufuko itatokea baadaye. Hivyo maisha ya milele yako pale pale kama tukidumu katika imani yetu kwa Kristo aliye njia uzima wa milele. Ukweli wa namna ya kuishi na kuamini katika maisha ya Kristo tunaupata katika maisha ya Kristo mwenyewe, kwamba katika kuishi ndipo tunatengeneza maisha yale ambayo Kristo alipitia na hatimaye kufikia utukufu ule ambao Kristo ameshatuonyesha njia. Tukibaki na Kristo hatutaji kujiuliza au kuhofu kwa lini na vipi tutaufikia ufalme huo, kwani yeye keshatuonyesha mfano, nasi tufanye vivyo hivyo. Mpendwa msikilizaji na mpendo katika damu azizi ya Yesu Kristo, Mtume Paulo waraka wake kwa Tesalonike anatukumbusha kuwa kama wa Kristo tunao wajibu wa kufanya mwingi tu, uwe wa kimwili au wa kiroho. Yesu alifanya, nasi tufanye bila ubishi na ujanja. Paulo anasema, kama ndugu yangu wewe unayenisikiliza una uwezo wa kufanya kazi, halafu hutaki kufanya kazi, basi usile. Kazi ni wajibu wetu na sio kufanyiwa na wengine. Ukristo sio kuwa omba kwa wengine, kwani unaowaomba nani aliwapa? Walifanyia kazi wakapata na hawamtegemei mtu mwingine. Kwa nini wewe kumtegemea mwingine hali ni mtu mzima na umri wako huna ulemavu wowote? Kwa nini umtegemee mwingine? Dhana ya kuupa kipaumbele ufadhili hali umezungukwa na maliasili tele, Paulo anakemea, na uvivu hudhaa dhambi. Utaanza wizi, fojali, uchakachuaji, ukandamizaji wa wengine ili ule kwa jasho lao. Hapo huwezi kuepa dhambi, na mwisho wako kama hekalu ni mbaya sana. Hatutakiwi kufanya hivyo hali Mungu katujalia kuwa waratibishaji wa ulimwengu kwa kufanya kazi, na kwa hiyo kila mtu atakuwa na maisha mazuri na kila chema kitapatikana hapa duniani. Na kwa masaili hayo tutaishi maisha mazuri hapa duniani na kuyafikia maisha ya milele ambayo Kristo ametuandalia na kutuonyesha njia kupitia ulimwengu huu. Mpendwa msikilizaji na mpendo katika damu azizi ya Yesu Kristo, kwa vile tumepewa roho ambayo itaishi milele, basi maisha hayo haitakuwa mazuri kwa roho zetu kama tutakuwa tunaishi tu maisha ya shangwe na furaha hapa duniani bila kudumu katika kumcha Bwana, yani kutenda yale Mungu amekusudia sisi binadamu kama viumbe aliotupa hadhi ya pekee tufanye, iwe ya kimwili au ya kiroho. Jamani, ni shangwe ya milele tukitimiza maagizo ya Mungu tukiwa bado duniani. Lakini kuna kuangamia milele kwa mateso ya moto ambao Mungu ameuandaa kwa ajili ya Ibilisi na malaika zake na binadamu wanaoishi wizi, ufisadi, dhuluma, ibada kwa shetani na mizimu,
uroho wa madaraka, utumiaji wa madawa ya kulevya na mengineyo, kufuru kwa Roho Mtakatifu na mengine yanayofanana na hayo. Mpendwa msikilizaji na mpendwa katika damu azizi ya Yesu Kristo, tudumu katika miongozo ya kimungu daima, ili mwisho wetu uwe waheri toka hapa duniani katika uzima wa milele na Kristo. Pia yeye katuandalia uzima huo baadaye. Hivyo tudumu katika kutenda yale ambayo Kristo ametaka tutende hapa duniani kwa mfano wake, na kwa hayo njia aliyotuandalia, makao aliyotuandalia uzima milele tutayafikia. Tumsifu Yesu Kristo milele. Amina. Tafakari hii imeletwa kwako na Furaha John Henjewele wa shirika la misionari wa damu azizi ya Yesu Kristo, azizi ya Yesu Kristo, azizi ya Yesu.